Katika haya maisha ambayo tunaishi, mpendwa, nitaka nikukumbushe kwamba kuna aina mbili kubwa ya maadui. Kuna adui ambayo tunaita active enemy na kuna adui ambayo tunaita passive enemy. Active enemy ni adui ambaye unamjua kwamba ni adui yako, na yeye pia anajua kama wewe ni adui yake. Anajua kama mpatani kabisa. Na mashambulizi yake pia ambaye anayatoa ni mashambulizi ambayo unayategemea. Na hicho kinamaanisha kwamba ni mashambulizi ambayo unaweza kuyakwepa kiurahisi. Chochote ambacho anakifanya, move zote ambazo anazifanya zinakupatia na wewe sense fulani ya kujipanga ili usiingie kwenye mtego. Ni adui ambaye tunamzamiria kwamba saa ni saa, siku ni siku, anaweza kutufanyia kitu kibaya. Kuishi na aina hii ya adui ni rahisi kwa sababu tayari unamtambua na unajua namna unaweza kaishi naye na kukwepa mashambulizi yake. Licha ya kwamba siku zote katika maisha usisahau kwamba usimruhusu mtu yeyote katika maisha yako awezi kukukania kisa tu kwamba una uwezo, una nguvu. Hiyo inaweza kukuingiza kwenye shida siku moja, kwa sababu mwanadamu ni moja kati ya kiumbe hatari sana. Akikania kitu mara nyingi huwa anakitimiza. Na uwezo wetu wa kujilinda kama wanadamu uko very limited. Kwa hiyo mtu akihapa ndani mwako kwamba atakushambulia, hiyo ni hatari sana. Jaribu kuishi maisha yako na kutokuruhusu sana watu kuhapa kwamba watakufuatilia katika maisha yako kisa maneno yako au matendo yako ambayo sio ya busara. Ina maana kwamba kuna maadui ambao tunawapata katika maisha yetu kwa sababu ya kutokuwa makini katika yale ambayo tunayafanya, lakini pia yale ambayo tunayazungumza. Na wengine ni maadui ambao wanakuja tu kama mnavyojua katika maisha ambayo tunayaishi kwa sababu ya kufanya mambo mbalimbali vizuri, kwa sababu ya favor ambayo umepata katika maisha yako, kwa sababu ya mafanikio ambayo unayo. Kuna maadui ambao wanakuja. Kwa hiyo ni kweli hatuwezi kujikinga na maadui, lazima watakuja, lakini jitahidi katika maisha yako maadui wasije kwa sababu ya matendo au maneno yako ambayo sio ya busara. Na adui wa pili ambayo nitaka tuzungumzie kwa kina kidogo leo ni passive enemy. Passive enemy ni mtu yoyote au kitu chochote ambacho kinakushambulia bila wewe kujua. Na passive enemy wengi ni watu ambao tunawapenda, ni vitu ambavyo tunavipenda, ni tabia ambazo tunazipenda. Yawezekana kwamba kuna watu mbalimbali ambao unaweka karibu yako, hao wanaweza kuwa ni passive enemy kwako. Kwa nini? Kwa sababu wanakushambulia bila wewe mwenyewe kujua au bila hata wewe mwenyewe kujua. Lakini ukweli ni kwamba mashambulizi au mambo mbalimbali ambayo wanayafanya katika maisha yako yanaendelea kukurudisha nyuma siku baada ya siku. Kosa kubwa na shida kubwa ambayo ipo kwenye passive enemy ni kwamba wewe hujui na hutegemei. Wao hawajui na hawategemei kama kila ambacho wanakifanya kinakurudisha nyuma, au kila ambacho wanakifanya ndo kitu ambacho kinakufanya wewe uendelee kuwa stuck sehemu fulani. Hao ni passive enemy. Sasa mpendwa, passive enemy pia anaweza kuwa ni wewe mwenyewe. Tabia zako za kila siku, mambo ambayo unajifanyia kila siku yanaweza kuwa yanakuattack wewe. Na ndio maana nataka niingize concept moja kwa moja kusema kwamba kuna mara sisi tunakuwa maadui wa sisi wenyewe. Pale ambako tunafanya mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kutushikilia pale tulipo, ambayo yanaleta matatizo mengi ndani ya ndoa zetu, ambayo yanaleta matatizo mengi ndani ya nchi zetu, ambayo yanaleta matatizo mengi ndani ya maisha yetu binafsi, ambayo yanaleta matatizo mengi kazini kwetu na popote ambako tunafanya. Tayari sisi hapo tunasimama kama passive enemy kwa maisha yetu. Nataka niseme nini? Mpendwa, siku zote kabla ya kuangalia hapa na pale, kabla ya kuanza kuangalia nje, kabla ya kuanza kulaumu watu kwamba wao ndo wamesababisha upate matatizo ambayo unayo, siku zote jaribu kwanza kuangalia karibu yako vizuri. Angalia tabia zako vizuri. Yawezekana kama ungekuwa na tabia ya kuchuja vinywaji, yawezekana kwamba leo usingekuwa na DUI. Kama ungekuwa na tabia ya kuchuja maneno yako kabla ya kuongea, yawezekana kwamba ile divorce ambayo mlipata usingeipata. Kama ungekuwa na tabia ya kupenda nchi yako, yawezekana kwamba ile rushwa ambayo ulipewa usingeipokea. Kama ungekuwa na tabia ya kusamini watu wengine, yawezekana kwamba reje ambayo umepata, ina maana kukataliwa ambako umeenda kukutana nako ndani ya jamii, usingeweza kupatwa na hilo shida. Kwa hiyo utakuta kwamba mambo mengi sana ambayo yanatokea ndani ya maisha yetu, sisi wenyewe ndio tunakuwa wasababishi.
Lakini kosa kubwa ambayo inakuwa ni kwamba tunaanza kuangalia nje na kuanza kutafuta adui nje, kumbe adui ni sisi wenyewe. Ukijicorrect wewe mwenyewe leo, na yote ambayo unayaona matatizo ambayo angekufikia hayataweza kufikia. Ukijicorrect wewe mwenyewe, kuelewa responsibility zako na kuzisimamia, kujua siwezi kufanya hiki na siwezi kufanya kile, mpendo, na kuahidi kwamba utakuwa na maisha mazuri sana ambayo yatakuwa faida kwako binafsi, ndani ya familia yako, ndani ya jamii, lakini pia ndani ya nchi nzima. Kwa hiyo nataka ni emphasize kwenye point ya kusema kwamba matatizo ambayo yanaendelea ndani ya familia yako, matatizo ambayo yanaendelea ndani ya jamii yako, matatizo ambayo yanaendelea ndani ya nchi yako, yawezekana kwamba wewe ndio tatizo. Wewe ndio unashambulia jamii yako bila wewe mwenyewe kujua. Kumbuka huu msemo, adui wa nje hawezi kuwa na nguvu kama adui wa ndani umemdhibiti vizuri. Na ili kumalizia kabisa, nitataka ukumbuke hili. Moja ya formula muhimu sana ambayo unatakiwa kuishi nayo ndani ya maisha yako ni kufanya introspection. Introspection ni moja ya zana ndani ya saikolojia ambayo inakusaidia kujioji mara kwa mara kuhusu tabia zako na mienendo yako, kujaribu kuangalia namna unavyoendelea katika mambo mbalimbali. Unapokuwa unafanya introspection mara kwa mara, ina maana kuendelea kujioji, kuendelea kujifanyia evaluation binafsi ya kila mara, utakuwa unakuta maadui wengi sana katika maisha yako ni maadui binafsi au passive enemy, watu ambao wanakushambulia, tabia ambazo zinakushambulia bila wewe mwenyewe kujua. Asante sana na Mungu azidi kubariki sana.